Sasa ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kwa nia kubwa tu kwamba tuna taarifa ambazo ni sahihi kabisa na tuwezi kuzibahatisha, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali hakuwa na ugomvi na mtu yeyote katika mkoa wetu wa Mbeya na kwenye kanda yetu ya Nyasa. Lakini ukweli tu ni kwamba tulipata taarifa kutoka kwa msamaria mwema na ameshazungumza hata kwenye klipu zake ziko mitandaoni kwamba kuna baadhi ya polisi ambao wanatoka kwenye ofisi ya RCO mkoa wa Mbeya walikuwa wanaomba kupata anwani au address anapoishi bwana Mdude Nyagali. Kwa hiyo na wakamwahidi pesa huyo mtu kwamba ukituonyesha nyumbani kwake utahakikisha kwamba tunakupa pesa, na wakasema usimpe mtu taarifa mtu yeyote. Lakini yule mtu kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba inawezekana wanamtafuta kwa nia mbaya, kwa nini wamwambie kwamba watampa pesa, hakuweza kuwapa taarifa sahihi kwamba yuko sehemu fulani. Lakini kwa kweli usiku wa manane siku hiyo hiyo Mdude Nyagali akavamiwa nyumbani na kuumizwa, kwa sababu pale nyumbani kuna damu nyingi sana ambazo zimetapakaa. Na ndugu tulipofika pale tunakuta mtu mwenyewe hayupo pale nyumbani. Tafsiri yake ni kwamba waliondoka naye. Sasa hawa watu ni kwamba majina yao yapo na namba zao za simu zipo. Waandishi wa habari tutawapeni majina ya hawa watu, lakini pia tutawapeni namba za simu. Na tunaamini kabisa hawa ni polisi ambao wako kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo na wanatoka kwenye ofisi ya RCO. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba ofisi ya RCO inapasha kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Kwa sababu kama vijana wake walikwenda kumtafuta Mdude Nyagali kwa watu na watu wametoa ushahidi wa namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba ofisi yake inapasha kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Lakini kama haitoshi, pia tunamwomba mkuu wa mkoa, sababu mkuu wa mkoa ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Tafsiri yake ni kwamba anahusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba analinda usalama wa wananchi wake katika mkoa. Na kama anahusika, tafsiri yake ni kwamba anapasha pia kuambia wana Mbeya, kuambia Watanzania kwamba Mdude Nyagali yuko wapi. Na sisi Jumapili leo ilipasha tuwepo kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa kwa appointment ambayo tulikuwa nayo, lakini tumekubaliana na mkuu wa mkoa amesema kwamba leo yuko busy, anaomba kesho tufike. Tunamtaarifu tu mkuu wa mkoa kwamba sisi tutakuja saa 2 kesho mapema kabisa kuja kupata taarifa sahihi kuhusiana na Mdude Nyagali. Na tunakuja huko sio kwamba tunakuja tunakuja kwa sababu tunajua yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Tafsiri yake ni kwamba yeye ndiye ambaye anamsimamia RPC, anamsimamia RCO na maaskari wote walio kwenye mkoa huu anawasimamia. Kwa hiyo tunaomba sana Mdude Nyagali, tunaamini kwamba yuko mkoani hapa. Hayuko mbali. Tunaamini kwamba yuko mkoani. Taarifa ziko nyingi sana zinazoonyesha kwamba Mdude Nyagali yupo, na tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali hana kosa lolote. Ndugu zangu wa Tanzania na waandishi wa habari, tunaamini kabisa kwamba Mtanzania yeyote ambaye ana akili timamu anapasha kuwa na uchungu, anapasha kuwa na uzalendo na nchi yake. Na moja ya uzalendo wa kila mmoja wetu ni pamoja na kukosoa serikali ambayo iko madarakani kama inakuwa inafanya vibaya. Sababu kama unaona inakwenda tofauti, lazima ukosoe. Na Mdude Nyagali amewahi kusema kwamba nina kosa gani katika nchi hii? Kuikosoa serikali ndio kosa langu la kuumizwa mara kwa mara? Kosa langu la kukosoa serikali ndio, au kuishauri serikali ndio sababu ya mimi kuumia kila wakati? Kwa hiyo tunachokiomba ni kwamba tunahitaji kila mmoja wetu katika nchi hii atendewe haki. Na moja ya kipaumbele cha nchi yoyote duniani ni usalama wa wananchi wake. Haiwezekani Mdude Nyagali amechukuliwa kirahisi namna hiyo, alafu mpaka leo wanasema hajapatikana. Na tunatoa ushahidi kwamba jeshi la polisi, baadhi ya makamanda ambao wako kwenye jeshi la polisi ndio ambao walikuwa wanamtafuta Mdude Nyagali na amepata hiyo tatizo. Juzi Mheshimiwa Kitime, Dr. Kitime askofu wetu amepata tatizo juzi. Baada ya kupata tatizo kushambuliwa, leo jana Bashungwa, waziri wa mambo ya ndani, ameagiza yule mtu ambaye alikuwa anamtishia Dr. Kitime akamatwe haraka iwezekanavyo. Sasa kumekuwa na kigumizi gani kwa RCO? Tunampelekea majina ya watu ambao walikwenda kumtafuta huyo bwana Mdude Nyagali, hataki kuwakamata. Na anasema kwamba hao watu kwa kweli anao watu wengi sana wenye majina ya kina Shabani. Tunamwambia unaweza kuwa na majina mengi, lakini huwezi kuwa na namba nyingi za kina Shabani. Lakini pia huwezi kuwa na ubini wa au jina la ukoo
lakini Shabani walioko wengi. Watu wanatofautiana kwa majina ya ukoo, watu wanatofautiana kwa sababu ana namba. Tumempa na namba pale kwamba hebu angalia hii namba ambayo ina jina la Shabani. Huyo ni askari wako yuko hapa. Amesema kwamba kwa kweli hili ni jambo la kiupelelezi, siwezi kuangalia kwenye simu mpaka nifanye upelelezi. Sasa wakati anafanya upelelezi, sisi tunaamini kwamba ndugu yetu inawezekana anaendelea kuumia. Tunaomba Mdude Nyagali apatikane, na kama jeshi la polisi wanasema kwamba hajahusika, basi wafanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba anapatikana, ili ndugu na jamaa tuweze kuishi naye na kumpokea haraka iwezekanavyo. Kwa kweli nchi hii mpaka sasa hivi kumekuwa na shida kubwa sana utekaji. Tumeona viongozi wa dini wameanza kuumizwa, watu mbalimbali wanatekwa, kuna mamia ya wanachadema wametekwa. Tunaomba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi wakubali kukosolewa, wakubali kwamba wao sio malaika, wakubali kabisa kwamba Chadema hatuwezi kuzungumza lugha moja na Chama cha Mapinduzi. Chadema ni chama cha upinzani ambacho nia yetu ni kushika dola katika nchi hii. Kwa hiyo tunaangalia zaidi mapungufu ya Chama cha Mapinduzi, na wanapofanya mapungufu tunawakosoa, na tunapowakosoa wakubali kwamba maeneo hayo hawaendi sawa sawa. Sasa kama leo hii hapa mtu anayekosoa anakwenda kukamatwa na kupotezwa, tuko tayari kupotezwa, kwa sababu tumeamua kufanya hii kazi ya Tanzania, tumeamua kufanya kazi hii kwa uzalendo mkubwa kabisa. Kwa hiyo tunachotaka kusema hapa kwenye presi yetu ni kwamba tunataka kiongozi wetu aweze kurudishwa. Kama ameumizwa, sisi tuko tayari kumtibu, kwa sababu tunajua kabisa kwamba tumekuta damu pale nyumbani. Tunaamini kwamba hayuko salama sana, lakini tunaamini ni mzima kabisa, hajafariki, na tunamhitaji ndugu yetu ili tuweze kumuuguza, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ni Mtanzania, ana thamani kubwa. Na ndio maana nchi za wenzetu, ukiangalia nchi kama Israel, mtu mmoja anapopotea taifa zima linanung'unika. Lakini Tanzania imeonekana kwamba ni jambo la kawaida tu, mtu anaweza kupotea, watu wakasema siku mbili, inaonekana ni kawaida. Lakini mkoa wa Mbeya tunasema hatutakubaliana na jambo hili. Kanda ya Nyasa tunasema hatutakubaliana na jambo hili. Tunataka mazoea haya yakome kuanzia sasa hivi, na tunamhitaji ndugu yetu aweze kurudishwa haraka iwezekanavyo. Kazi ya polisi sio kwenda kuumiza watu. Kazi ya polisi sio kwanza kuteka watu na kukamata watu. Kazi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tunajua kabisa kwamba jeshi la polisi tunaamini kabisa limeanzishwa kwa madhumuni ya kulinda raia na mali zao, na tunaamini kabisa kwamba hawana uwezo wa kushindwa kumtafuta Mdude. Kama wanasema kwamba Mdude hawako naye na hawakumchukua wao, tafsiri yake ni kwamba wanaweza kumtafuta na kumpata. Mbona wanakamata watu wezi, wanakamata watu vibaka, watu wengi wanakamatwa na wanapatikana na vitu vingi ambavyo wanakuwa navyo. Kwa hiyo tunahitaji Mdude Nyagali, kamanda wetu, ambaye tunaamini sio mwizi, hajakamatwa kwenye ugoni, hajawahi kuwa na skendo yoyote mbovu katika nchi hii. Skendo zake ambazo anazo ni skendo za uzalendo na kujenga nchi hii kwa ajili ya kuikosoa taifa hili. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba tunamhitaji Mdude Nyagali. Ndugu zangu waandishi wa habari, majina yako hapa, tutawapeni majina na muweze kujua kabisa kama ni mafande gani ambao walikwenda kuomba wapate anwani au adresi ya Mdude Nyagali anapoishi. Na kesho na usiku wa manane Mdude Nyagali ameshambuliwa, amevunjiwa nyumba yake na ameshambuliwa na ameumizwa vibaya, na mpaka sasa hivi hatuko naye hapa. Mtu wa kwanza ambaye tumemtaja na kwenye mtandao umemuona anaitwa Shabani Chalo. Anaitwa Shabani Chalo. Huyu bwana ni msaidizi wa RCO, yuko kwenye mkoa wetu wa Mbeya, na namba yake inaanzia 0753 32 75 13. Huyu bwana Shabani Chalo. Lakini mwingine ni dereva ambaye alikuwa anaendesha Noah nyeusi, ambaye anaitwa kwa jina moja, tumepata jina lake moja, anaitwa Mkika, na yeye namba yake inaanzia na 078664 85 11. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Vedastus. Huyu Vedastus ni kwamba hatuna namba yake, lakini watu ambao walikwenda kwa mtu wetu ambaye walikuwa wanaomba kabisa kwamba aonyeshe kwa bwana Mdude Nyagali, lakini ukweli tu ni kwamba yule mtu alikataa na wakamwahidi pesa, akakataa. Lakini usiku saa 8 nyumba ya Mdude imevunjwa na watu wameingia, wameumiza vibaya sana. Kwa hiyo hao watu tumeshawatoa kwenye mitandao, tumempelekea RCO pale majina haya na namba hizi hapa. Kwa hiyo tunachofahamu ni kwamba kutokana na ushahidi tuliowasilisha kwa RCO jana, lakini pia na taarifa yetu tunayoitoa kwa waandishi wa habari,
tunaamini kwa jeshi la polisi, amiri jeshi mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia mkuu wa mkoa Bwana Omela, tunafikiri mtafanyia kazi hili jambo ili kuhakikisha kwamba ndugu yetu Mdude Nyagali anarudi uraiani, na tunamwangalia ndugu zake, na kama atakuwa ameumizwa tuko tayari kumgharamia matibabu. Asanteni sana kwa kusikiliza.